Kwa mujibu wa taarifa ni kwamba aliyekuwa kocha mkuu wa timu ya Young Africans kwa msimu uliopita, Abdulhamid Mwalim, raia wa Somalia mwenye asili ya Marekani, hatimaye ametangaza kuachana na klabu ya Young Africans kufikia aina ama mlolongo wa makocha ambao Young Africans wamewatambulisha kwa siku za hivi karibuni, jambo ambalo limemfanya Abdulhamid Mwalim kuweza kutafuta changamoto nyingine nje ya Young Africans aweze kuwa kocha mkuu, kwa sababu yeye ambacho anakihitaji kwa mujibu wa taarifa ni kwamba hahitaji kuwa kocha msaidizi. Yeye anataka kuwa kocha mkuu wa timu husika, jambo ambalo kwa klabu ya Young Africans limekuwa ni ngumu kufuatia klabu hiyo kuweza kuwatambulisha kocha mpya mkuu, raia wa Afrika ya Kusini, kwa maana ya Mang'oba Ngliti, ambaye ameambatana na benchi zima la ufundi ambalo lina wasaidizi wake akiwemo Simo Dladla na wengine wengi ambao watakwenda kushirikiana katika kuijenga Yanga iliyo bora. Na kwa taarifa za awali ni kwamba klabu ya Young Africans ilikuwa ina lengo la kumweka Abdulhamid Mwalim kuwa kama vile kocha msaidizi ambaye atashirikiana na Simo Dladla katika upande wa kumpatia ile quality ama kumsaidia kocha mkuu wa timu hiyo bwana Mang'oba Ngliti. Lakini kwa upande wa Abdulhamid Mwalim, yeye ameona kwa upande wake ni jambo ambalo halijamridhisha kwa kiasi chake, na ameamua kuweza kutafuta changamoto nyingine moja kwa moja, na klabu ambazo zinatajwa kwamba zipo naye katika mazungumzo, mojawapo ni timu ya Mombasa United kutokea huko nchini Kenya, miongoni mwa timu ambayo imeonyesha nia ya kufanya naye mazungumzo ya kumuhitaji kocha huyo wa zamani wa kikosi cha KMC, lakini pia Azam Football Club ambaye kwa sasa hivi ni kama vile yuko katika ile free agent, kwamba hana timu ya kuifundisha na yupo sokoni kutafuta timu ambayo itakuwa inamhitaji moja kwa moja. Ni kocha ambaye ana CV kubwa, takribani makombe mawili ameshafanikiwa kuyatoa kunako ligi kuu soka Tanzania bara akiwa na Young Africans. Msimu uliopita aliiongoza akiwa kama kaimu kocha mkuu wa timu hiyo ambaye alirithi mikoba kutoka kwa kocha raia wa Ureno kwa maana ya Pedro Goncalves, lakini pia katika ule msimu wa nyuma yake ambao Young Africans alitoa ubingwa, Young Africans ikiwa chini ya kocha Miludi Hamdi na Abdulhamid Mwalim, yeye alikuwa kama vile msaidizi wa Miludi Hamdi ambao walitoa ubingwa huo kwa msimu wa mwaka 2024 2025. Kwa hiyo Abdulhamid Mwalim kwa sasa hana mpango wa kuendelea na Young Africans, na kwa taarifa ni kwamba tayari amekwisha achana na klabu ya Young Africans na yuko tayari kutafuta changamoto nyingine, na timu za Kenya ndizo ambazo zinamhitaji kwa kiasi kikubwa, ikiwemo timu ya Mombasa United kutokea huko pia nchini Kenya. Tusubiri tuone ni wapi ambako ataelekea kocha huyu ambaye kama nilivyokuambia hapo awali ana uzoefu mkubwa na ligi kuu soka Tanzania bara. Takriban vilabu vitatu amekwisha vifundisha, ikiwemo Yanga, KMC sambamba na Azam Football Club kwa nyakati tofauti. Jina langu mimi ni Leopard John, sauti ya mvua. Nikushukuru kwa mtazamaji ambaye umekuwa nami kwa siku ya leo, ambako tumegusia juu ya Abdulhamid Mwalim kuweza kuwakacha Young Africans na kutafuta maisha mapya ndani ya mabingwa hao wa kihistoria. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa. Jina langu mimi ni Leopard John.